Swali lingine mwalimu hili hapa. Mwenzetu aliuliza akasema, "Shalom watumishi wa Mungu." Shalom. Je, matumizi ya bendera ya Israeli katika imani kwa Wakristo iko sawa? Naitwa Amani Kisio wa duka la njano Ngaramtoni. Aha. Matumizi ya bendera ya Israeli katika imani kwa Wakristo. Nauliza, je, yako sawa? Ndiyo. Kwa sababu baadhi ya makanisa huwa yanaonyesha bendera ya Israeli patakatifu pao au madhabahuni kwa sababu mbalimbali. Naomba nizielezee kwanza hizi sababu, alafu ndio tutajua je ni sawa au sio sawa. Sababu mojawapo ni mshikamano na Israeli. Kuna watu wanaweza kuonyesha kuunga mkono uwepo wa taifa la Israeli na Wayahudi Mashariki ya Kati, na mara nyingi kulingana na imani za kibiblia au maoni ya kisiasa. Lakini sababu nyingine ni umuhimu wa kibiblia. Kwa sababu Israeli inashikilia nafasi maalumu katika Biblia. Na baadhi ya makanisa yanaweza kuonyesha bendera ili kutambua umuhimu wake katika theolojia ya Kikristo. Kwa sababu theolojia ya Kikristo asili ni Israeli. Lakini sababu nyingine ni imani za kiinjili au Kikristo za Kizayuni. Kwa maana kuwa baadhi ya makanisa yanaweza kuzingatia mafundisho ya Kikristo ya Kizayuni ambayo yanasisitiza umuhimu wa kuunga mkono Israeli kwa kutarajia ujio wa pili. Ndio maana unaona kuna baadhi ya makanisa mpaka wanakuwa na siku za kufunga kwa ajili ya kuiombea Israeli. Kwa ule mstari unasema, utakieni amani Yerusalemu na wabarikiwe wa kupendao Yerusalemu. Kwa hiyo ni sababu nyingine. Lakini sababu nyingine ni miunganisho ya dini mbalimbali. Yaani kuonyesha bendera ya Israeli kunaweza kuashiria uhusiano wa kanisa na jumuiya ya Wayahudi au hamu yake ya mazungumzo na dini hii ambayo ni ya Kiyahudi. Sababu nyingine ni alama ya utimizo wa unabii. Baadhi ya makanisa yanaweza kuona kuanzishwa kwa taifa la Israeli ni kama utimizo wa unabii wa Biblia na kuonyesha bendera kukiri hilo. Hizo ni sababu baadhi tu, na ukumbuke hapa nimetaja ni baadhi tu, sio sababu zote. Ni kwa nini unaweza kukuta kuna bendera ya Israeli katika makanisa au madhabahuni. Sasa kuna makanisa hapa, naomba nitaje baadhi ya madhehebu ambayo yanaonyesha hizi bendera na wanafanya hayo mazoezi ndani ya madhabahu hizo, na mengine hayaonyeshi. Mfano, kuna kanisa la Kiinjili ambalo ni Evangelical Church. Mara nyingi huonyesha bendera kama ishara ya kuunga mkono Israeli na utimilifu wa unabii wa kibiblia. Kwa makanisa yote ya Kiinjili, wewe ukiona kuna bendera ya Israeli madhabahuni, ujue wao wameonyesha kuunga mkono Israeli na utimilifu wa unabii. Alafu kuna makanisa makuu ya Protestant yanajulikana kama mainline Protestant churches. Wao huenda kukawa na uwezekano mkubwa wa kuepuka kuonyesha bendera, badala yake kulenga masuala mapana ya haki na ya kijamii. Lakini makanisa ya Kikatoliki, Catholic churches, yenyewe huaga hawawekagi kabisa hiyo bendera ya Israeli. Kwa kawaida huwa hawaonyeshi bendera hiyo, kuweka hiyo bendera wakisisitiza kutokuegemea upande wowote kidiplomasia na kutetea amani katika nchi takatifu. Ndivyo wao wanaamini. Kwa uwezo wa kuta kwenye makanisa ya Roman Catholic kuna bendera za Israeli. Lakini kuna makanisa ya Orthodox churches yenyewe yanaweza kuonyesha bendera ikionyesha uhusiano wa kihistoria kati ya Ukristo na Uyahudi. Na huu sasa ni Ukristo wa Orthodox. Kwa bendera ukikuta pale itakuwa inaonyesha ni uhusiano uliokuwepo kati ya Ukristo na Uyahudi. Lakini kuna makanisa ya Presbyterian yanajulikana kama Reformed and Presbyterian churches. Yenyewe yanaweza kuwa na maoni tofauti, huku mengine yakiunga
yakiunga mkono onyesho la bendera na mengine yakitanguliza mkabala wa kubadilisha zaidi kwa ajili ya masuala ya kisiasa ya hiyo Mashariki ya Kati. Alafu kuna makanisa ya Anabaptisti na Mennonite mara nyingi usisitiza amani na huwa wanaepuka kuonyesha bendera kwa kuzingatia juhudi za amani na upatanisho. Kwa maana wachokiona, unajua kuna mgogoro huko kati ya Israeli na Palestina miaka mingi tangu taifa hili linaanzishwa miaka hiyo. Kwa hiyo wao wanaepuka hiyo kuwa sasa ukionyesha maana yake utakuwa kama umeegemea upande mmoja. Kwa wao wanasisitiza kuwe na amani zaidi badala ya vita, kupigana vita. Sasa sisi hatuwezi tukaonyesha tuko upande gani. Kwa hivi. Alafu kuna makanisa sasa ya Kipentekoste na Charismatic au tunaita Pentecostal and Charismatic churches yanaweza kuonyesha bendera yakisisitiza uhusiano wa kiroho na unabii wa Biblia. Kwa hizi ndizo sababu na makanisa ambayo yanaweza kuonyesha. Na kumbuka haya ni baadhi tu ya makanisa, sio jumla ya makanisa yote ya madhehebu yote yatakuwa na maoni sawa. Na hatimaye sasa uamuzi wa kuonyesha bendera ya Israeli kanisani unategemea imani, maadili na vipaumbele mahususi vya kutaniko ama kusanyiko hilo. Kwa nini wameamua kuweka bendera ya Israeli madhabahuni? Kwa itafanya nini? Hiyo itategemeana. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo. Sasa tukumbuke wakati Mungu anawatoa Israeli kutoka Misri, Mungu hakuwapa bendera kama ishara ya taifa hilo. Kwa hivyo bendera kwa Israeli ni kitu kilichokuja kuzalika miaka mingi baada ya Kristo kuja duniani katika harakati za kutafuta uhuru kwa hawa ambao ni Wayahudi. Kwa ikabidi wawe na bendera kwa sababu ile ilikuwa ni movement, ni harakati ambazo wanatafuta uhuru wao. Nafikiri wakumbuka katika historia miaka 1800 hapo na 80 kuja na 90 alikuwepo bwana mmoja alikuwa anaitwa Theodore Hayes ambaye ndo anajulikana kama baba wa Uyahudi. Tumeona ile Zion movement, zile harakati za kizayuni katika kuhakikisha kuwa Wayahudi wanarudi nyumbani kwao. Maana walikuwa wanateseka huko Ulaya na maeneo mengine na nini. Hii ni baada ya miaka mingi baada ya Roman Empire, mwaka wa 70 baada ya Kristo kwenda kuivamia Yerusalemu na watu wengine kuanza kukimbia na nini, kwa wanasema sasa ndio wanarudi nyumbani. Ndio maana nikakwambia baadhi ya imani mfano kama imani ya Kipentekosti na Charismatic na baadhi ya nini, wao wanaweka bendera kama uhusiano wa kiroho lakini pia vile vile na uhusiano wa kiroho na utimilizo wa unabii. Pale mtakapoona taifa la Israeli au Wayahudi wameanza kurudi nyumbani, mjue ule mwisho sasa ndio umekaribia. Kwa hiyo wengi wanaweka kwa namna hiyo hapo, kwa uhusiano huo. Kwa hilo linakuwa liko hivyo. Kwa hii bendera sasa hawakutoka nayo Misri, ilikuja baada ya miaka mingi baada ya Kristo, kwa sababu ilikuwa ni namna ya watu wanatafuta uhuru sasa ili waweze kuwa huru. Sasa niende mbele kidogo au niingie ndani kidogo. Swali ni je, zile rangi katika bendera hiyo zinawakilisha nini? Na ile nyota iliyopo katikati ya bendera inawakilisha nini? Ndio tumezoea tukatufundishwa shuleni kuwa ukiona bendera ambayo ina rangi nyekundu ujue hao watu wamemwaga damu. Ndio. Lakini kama hao Wayahudi wamepigana vita mpaka kuja kuanzisha taifa lao, mpaka Hitler amechinja watu milioni 6, kwa nini kwenye bendera yao hamna rangi nyekundu? Na mpaka saizi wanapigana. Na mpaka saizi bado wanapigana. Yaani inakuwaje? Kwa sababu bendera ya Israeli ina rangi mbili tu, ni nyeupe na blue. Ndizo rangi zilizo, au kwa Kiswahili nasema samawi. Rangi nyeupe kwao inamaanisha ni utakatifu wa Mungu, na blue inawakilisha utukufu wa Mungu. Kwa maana kwa ukitazama hata juu mbinguni anga linaonekanaga ni la blue. Hilo linamaanisha kufunua utukufu wa Mungu. Ndio maana unaona hata hivi vita vinavyoendelea kati ya
Palestina na Israeli, Netanyahu alikuwa anasema yeye yuko pale anatimiliza ile ni mission ya kimungu. Aliita God's mission. Sasa sijajua wao kwa masomo yao, kwa sababu wale ni Wayahudi kumbuke, na wao ni dini ya Kiyahudi. Kwa hiyo ni mission ya kimungu kivipi, wakati huku wengine tunalalamika mbona mnaua watu nyinyi? Wao wanasema no, tuko kwenye mission ya kimungu. Sasa ni vipi kwa watu juu? Lakini hata vitu vingine vya asili unaona kama milima, bahari, utaona vina muonekano wa rangi ya blue. Hiyo wanasema ni kufunua utukufu wa Mungu. Lakini kitu cha mwisho katika ile bendera ya Israeli ni ile alama ya nyota yenye pembe 6 iliyopo katikati ya bendera hiyo. Alama hiyo inajulikana kama nyota ya Daudi au ngao ya Daudi. Imejulikana hivyo kwa sababu inaaminika ngao ya Daudi ilikuwa na umbile la mfano wa hiyo nyota. Na inaaminika ngao hiyo ilikuwa ina nguvu fulani ya kiungu. Kwa hiyo vile vile pembe 6 katika ngao zile zinawakilisha, wao wanachodai, zinawakilisha roho 6 za Mungu, kama jinsi ambavyo katika kitabu cha Isaya inavyoongea. Maana kuna zile roho 6 za Mungu. Labda tungezisoma tuone hizo roho. Ndiyo. Isaya 11 mstari wa 2. Isaya 11 mstari wa 2. Kuna roho 6 pale za Mungu. Isaya 6. Isaya 11 mstari wa 2. Ngoja, Isaya 11 mstari wa 2. Mstari wa 2. Yes. Inasema hivi, na roho ya Bwana atakaa juu yake. Roho ya hekima ya kwanza, ufahamu ya pili, roho ya shauri, hiyo ni ya 3, na roho ya uweza, hiyo ya 4, na roho ya maarifa, hiyo ni ya 5, na roho ya kumcha Bwana. Ni hizo roho 6. Kondomana huo wanazi fananisha na ile nyota sasa ile. Na vile vile sasa kama ilivyokuwa na pembe 3, 2, 1 inaangalia juu na nyingine chini, manake wao wanasema hiyo inakuwa inawakilisha uhusiano wetu sisi na Mungu. Ingawa hakuna mahali popote katika Torati wala Biblia nzima nyota hiyo ikitajwa kwa sifa hizo, lakini Wayahudi sasa wa karne ya 17 walishawishika kuamini hivyo na kuitumia hiyo kama ishara ya nembo ya taifa lao na hata kuitumia katika bendera yao. Kwa hiyo ndivyo hivyo. Lakini katika jicho lingine nyota hiyo inaaminika kama ishara ya Masihi. Na yani Yesu Kristo, yeye ndiyo uzao wa Daudi na ndiye ile nyota ing'ayo ambaye mataifa yote watamtumainia, kutokana na kitabu cha Ufunuo 22:16. Baada ya kuongea haya yote, swali, je, bendera hiyo kwetu sisi wa Kristo ina manufaa yoyote kiroho? Maana hapo ndio swali sasa. Turudi huku, nilikuwa natoa tu maelezo ili tuingie mtu aweze kuelewa. Sasa sisi bendera hiyo kwetu kama Wakristo, je, ina manufaa yoyote kiroho? Kwamba tunapokuwa na bendera ya Israeli labda katika makanisa yetu au katika vyombo vyetu vya usafiri, unaona kuna watu wengine wanaweka mpaka kwenye gari kuta bendera imening'inia pale, au katika nyumba zetu mwingine anaweka nyumbani kwake. Je, tunakuwa tumejiongezea baraka? Jibu ni hapana. Jibu ni bendera ya taifa la Israeli haituongezei chochote. Zaidi sana mtu anapoiweka ndani kwake na kuifanya kuwa ndio chanzo cha baraka, huyu mtu anajizolea laana badala ya baraka. Na maanisha nini? Kwa sababu kwake huyu hiyo bendera itakuwa ni kama Mungu kwake. Na baraka pekee tunaweza kuipata sisi ni kuishi kulingana na neno lake na kanuni zake. Neno la Mungu pamoja na kanuni zake. Utakatifu sawa sawa na kitabu cha Waebrania 12:14 ndiyo bendera yetu na alama ya kukubaliwa na Mungu, na sio bendera ya Israeli ndani kwetu. Hapana. Hivyo hakuna ulazima wowote wa Mkristo au mhubiri kutembea na bendera kana kwamba ndio kitovu chake cha baraka. Hapana, labda atembee nayo kwa lengo lingine, lakini sio hilo la kutafuta baraka kupitia hiyo. Maana kuna watu wanaamini akiwa na ile bendera ya Israeli basi yeye amebarikiwa. Na maandiko yaliposema ambarikie Israeli amebarikiwa, hiyo ina maana tofauti, sio hiyo ya kutembea na bendera. Inakuwa maana yake inakuwa ni maana tofauti. Kwa hiyo naomba hilo liweze kueleweka. Na hapa naweza nikapigwa swali. Mtu anaweza kuuliza, mbona lakini naiona hapo kwenye madhabahu ya ngurumo ya upako?
Mtu anaweza kauliza swali. Nilikuwa nikuulize mwalimu. Tufafanulie vizuri. Ijapokuwa sisi kuna bendera nyingi, yani tu ni vile sasa hivi tumehamia jengo jipya lakini zinakuaga nyingi. Sasa nilikuwa nikuulize na mimi umepita hapo nje. Yes, kwa sababu hata pia sisi hapa pia tunaye. Sasa mtu anaweza kusema kwa ina maana unapingana. Hapana, sipingani. Ni sawa kabisa, lakini kama umeanza kujibu, yani umeingia kwenye majibu yangu, haiko bendera hiyo peke yake. Ziko bendera nyingi. Nyingi tu. Yes. Umeona, nafikiri tulikuwa na bendera kama zaidi ya 14. Yes. Sasa hapa kwetu kinachomaanisha zile bendera ni mataifa ambayo nabii mkuu ameenda kwenye hayo mataifa. Ikiwemo Israeli, ikiwemo Marekani, ikiwemo Afrika Kusini na mataifa mengine. Unaona hata Burundi tunakumbuka kipindi kile alienda, ikiwepo Kenya alienda, alafu unakuta bendera ya Tanzania, yeye ni Mtanzania. Kwa hiyo hiyo ndio maana yake. Lakini pia na yale mataifa ambayo watu wengi walikuwa wamekuja kutoka huko na kuja hapa. Maana tukiamua sasa kupanga bendera, huduma hii iko nchi 200. Itakuwa kama ni kituo cha Umoja wa Mataifa. Wakati ule ilikuwa ni tunajua ni nchi fulani na fulani. Sasa hivi ngurumo ya upako inaendelea kupanuka nchi mpya na tutaweka ngapi? Umeona sasa? Maana yake ukija hapa utakuta zimepangwa, yani ni kama unaingiaga kwenye zini hizi wanaitagaje? Conference za East Africa, UN, Papu. Umoja wa Mataifa pa bendera ziko nyingi. Yes, kwa hata sisi ukizikuta hapa zimepangwa hivyo, siku zimepangwa nyingi kama Umoja wa Mataifa, ni kwa maana kuwa huduma hii kwenye hayo mataifa kote, huduma hii iko. Kwa hiyo ndiyo namna ilivyo. Sasa ndugu yetu aliuliza matumizi ya bendera ya Israeli katika imani ya Wakristo, je, iko sawa? Sasa inategemeana. Kwani inakuwa na matumizi gani zaidi ya haya niliyoyaongea kwa baadhi ya makanisa kuiweka hii bendera na maana yao. Ndio maana nikasema kuwa kuna watu wataigeuza kuwa ndio chanzo cha baraka kwao. Hao watu wanakosea. Ni sawa na watu wanaoamini kuwa ukichukua udongo kutoka Israeli, ule udongo umebarikiwa. Au ukichukua maji kutoka Israeli, maji yale yamebarikiwa, ni maji matakatifu. Au udongo ni udongo mtakatifu. Yaani utafikiri Israeli hakuna maovu. Wakati Israeli kwenyewe kuna maovu mengi tu kama mataifa mengine yalivyo. Isipokuwa tu ile ni nchi ambayo Mungu alikuwa ameichagua kuwa baraka zake kwa dunia nzima, watu watajibarikia kupitia taifa lile pale. Kwa hiyo matumizi ya bendera inategemeana unatumia kwa sababu gani. Ndivyo namna ilivyo. Ni sawa na mtu anayetumia maji. Sasa sema ni maji ya upako. Unayatumiaje yani maji ya upako? Kwa sababu mwingine amegeuza yale maji ndio Mungu wake. Na asipoyatumia yale anasema mimi bwana nafikiri wataniroga. Utakuwa sasa umeingia kwenye ibada zingine, umemwacha kumwamini mwenye asili ya hiyo nguvu, ukaanza kuamini vitu vingine. Kwa hiyo kwa swali lake alilouliza huyu ndugu yetu, inategemeana huo usahihi wa hizo bendera madhabahuni ni kwa sababu gani. Kwa tukiona kuna bendera madhabahuni, hatuhukumu mtu yeyote. Zimewekwa kwa sababu wengi wetu ni makanisa. Ndio maana nikasema sababu mojawapo kwa makanisa ya Kiprotestant wengi wetu, au ya Kipentekoste pamoja na Charismatic wengi wetu, ni kwa sababu ya uhusiano wa kiroho na Israeli, lakini pia na utimilizo wa unabii. Umeona watu wengi ukiwauliza watakwambia hili taifa hivi lilivyo nini, Wayahudi waliporudi nyumbani ndio sasa inatuonyesha sasa, yani tunaangalia kwa zile nyakati. Ukumbuke Mungu huwa yeye anaishi nje ya wakati. Hayuko ndani ya wakati, hafungwi na wakati. Yani hayuko limited na muda. Muda lituumbia sisi. Lakini Mungu kwa kuenda na nyakati zake kuweza kujua kwa wakati huu fulani taifa la Israeli kwake ndio kama hivyo, yani anaenda nalo hivyo, yana vitu vingine vinavyofanyika pale. Yani ndio tuseme, yani ndio alama ya Mungu kwa wakati kujua, yani kupitia taifa la Israeli. Ndio maana unaona yeye asemi mwaka fulani
nije kuwachukua. No. Yameongea tu, mtakapoona ishara hizi na hizi na hizi, basi mjue ule mwisho umekaribia. Na hata sasa ule mwisho bado. Na mtu mmoja alikuwa anaongea naye, anambia, hizi ni siku za mwisho. Kaambia hapana, bado. Kwa sababu Yesu mwenyewe alisema mpaka habari ya ufalme itakapoenea dunia nzima, ufalme wa Mungu, ndio mtajua sasa ule mwisho umefanya nini, umefika sasa. Sasa bado habari ya ufalme haijaenea bado. Kwa hiyo ndivyo. Hayo ndio matumizi sasa ya bendera ya Israeli. Inategemea unaitumiaje. Ukiitumia kama ndio chanzo chako cha kupata baraka, hapo utakuwa unakosea. Maana lazima tuende kulingana na neno la Mungu linavyoenda. Nimalizie kwa kusema, nakumbuka wakati fulani baba yetu wa kiroho aliwahi kuongea, akasema tunapoenda Israeli ni kama sehemu mojawapo ya makumbusho. Lakini si kana kwamba kule Israeli ndio kuna baraka zetu. No, tunafuata kanuni na neno la Mungu linavyoongea, na hivyo kufuata maelekezo hayo ya kinabii, basi baraka zinakuja. Sio kila mtu aliyebarikiwa ameenda Israeli. Hapana. Unaona, Israeli kule wameenda tu kutembelea na kuona, maana ni nchi ya kihistoria. Jamani, mnachokisoma hapa ndio Yesu alifanya hivi hapa, alifanya hivi hapa, alifanya hivi. Ndio maana akatoa mfano mmoja, akasema mtu anakuonyesha, anakupeleka kwenye kaburi la Yesu, huyo tour guide anavuta sigara. Na unamwambia vipi? Wewe hauamini, anakuambia nyinyi ndio mnaamini, sio mimi. Ambia kwa wewe unamchukuliaje Yesu? Asema ni Myahudi mwenzetu, alikuwa amejaliwa mazingaombwe. Alikuwa mwana mazingaombwe. Umeona, magician. Kwa hiyo ndio maana hiyo ndivyo inavyokaa. Ila kwenye swala la bendera umetusaidia sana, kwa sababu wengine waliamua kutumia, tunaweza kusema kama visaidizi kabisa. Yani mtu unakuta anang'ang'ana na hiyo bendera, anang'ang'ana. Mimi nimeona mpaka kwa maeneo mengine wana siku ya kuiombea hiyo bendera, wanaitandika, wanafanya nini. Yani unashangaa, kama tungetia juhudi kwenye bendera yetu ya Tanzania kwa staili hii, mambo yangekuwa mazuri sana.